Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 TV, na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Na habari yetu itaanzia na huko Lusoko ambako hali ya usalama imeripotiwa kuwa tulivu katika eneo hilo baada ya majibizano ya risasi kati ya wazalendo na waasi wa Twirwaneho eneo la Lusuku, na kusababisha raia wa eneo hilo kuwa na wasiwasi mkubwa na wengine kuyahama makazi yao. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo mama mmoja aliyekuwa shambani aliona kundi kubwa la Twirwaneho na kuja kuarifu vyombo vya usalama hususan wazalendo na FARDC. Habari hii imehakikishwa na mwananchi mmoja toka eneo hilo aliyohifadhi jina lake kwa sababu ya kiusalama. Mapambano ya jana tu ilikuwa baadhi ya mapambano ya siku ya pili. Wanyarwanda walisambaratika mpori. Baadhi ya kusambaratika mpori jana, sasa mama mmoja alikuwa anaenda kushamba kukata sombe, ndio akakuta wale Wanyarwanda biko fasi moja kikundi, ndio akarudia kumwingine akakia sinyalewa vijana ndio wakaenda kuwafuatilia pale kwenye walikuwa nakusanyika, ndio akaanza mapambano pale kuanza saa 10 ya jioni mpaka saa 12. Ndio mapambano ya jana hiyo. Ni kikundi nyingine na bali msituni baadhi ya kupigwa ili kitu ya siku ya pili. Hali ilisumbua wananchi kuanzia sasa hivi Lusuku, wananchi wote wanakimbia, wanaanza Kabwani mpaka Kanguli, ndio kwenye wakaaji wanakimbilia. Wenye wanabaki mwingine tu ni wanaume na pamoja na wazalendo. Ndio ni karibu na mwingine, yani hiyo haina hata kilometri, ni karibu tu. Juu kule kwenye kulikuwa mapambano ni mashamba ya watu wenye wanaenda kwa mashamba pale Lusuku. Bali nazorota kabisa kwa sababu njia zote wa vijana wanafunga na wanasema wangali watafanya utafiti wa kutafuta wale wengine ambao walikimbia mule mpori. Ndio ngambo yetu sisi tunaomba wa serikali izidi kutuma ramforo kule tu, kwa sababu vita ingali vingi sana kule Lusuku. Wazidi tu kutuma ramforo kule kwanza wa serikali ili wapiganishe hiyo vita yenye inajitokeza huko. Ilikuwa entre Mulima na Lusuku, yani pale tunaitaka ni mukate metre, kutoka Mulima kufika Lusuku ni 4 km. Ile eneo ya Mulima 4 km ndio kulipitika ile hali. Pa Baraka ni kwamba kiongozi wa kamati ya wavuvi mjini Baraka na tarafani Fizi amewataka wavuvi kuwa makini kipindi hichi cha masika ambao kunakuwa na ripotiwa upepo na mvua nyingi ambazo zaweza kusababisha madhara baadaye. Katika mazungumzo naye Bwana Desa Limas, mwenyekiti wa kamati hiyo ya wavuvi mjini Baraka na tarafani Fizi, amesema kuwa ni vyema wavuvi kabla ya kuingia ndani ya kazi zao za kivuvi hasa mida ya usiku, ni vizuri kuwa na tabia kuangalia hali ya hewa. Kazi ya uvuvi tunayotumika ni kazi ya kujitolea sana. Mara nyingi sehemu tunaofanyia kazi ni sehemu ambayo isiyopatikana mti kana kizingiti cha chochote kile ambacho mtu anaweza akajihifadhi wakati amepata ajali. Na ndio maana tunaomba hombi sana kwa wavuvi. Nyakati hizi za upepo, wakati hizi za mvua, kwanza nitaanzia kwa mvua, tawaomba wavuvi wao wanajiandaa, wao wanakuwa na maturubali, wao wanakuwa na masashe ya kujifunika. Lakini zaidi juu ya upepo, taomba sana kwa wavuvi wakati hasa pepo ya kaskasi inakaaga inajulisha hali mbele ya wakati. Inaweza katoka na saa 5, lakini muda wa saa 3, saa 2 za usiku itakutaniwe na miaka kule ninajulisha. Wavuvi wanapoona kama hali si nzuri, wasikwe wanapanda gezeni, kwa sababu pamoja njoo pale tunategemea maisha, lakini maisha utaitafuta kipindi huku msima. Lakini kama tayari umeisha filisika, basi hapo lwako alionekani tena. Kwa hiyo tutaomba kwa wavuvi wao wanajaribu sana kuangalia hali ya hewa, kama ni nzuri wanapanda ziwani na kama si nzuri wanaacha. Huko Kinshasa ni kwamba amewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bulos ambaye ni mshauri wa Donald Trump anayehusika na masuala ya Afrika. Mshauri maalum wa masuala ya Afrika wa rais wa Marekani Donald Trump, Bwana Masad Bulos, amepokelewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi Alhamisi ya tarehe 3 Aprili 2025 pa Kinshasa, akiwa pamoja na Bi Corina Sanders, karibu makamu wa Marekani anayehusika na masuala ya Kiafrika, pia na Edanu Dunham, director wa Baraza la Taifa la Usalama wa Afrika. Bulos alikuwa na mazungumzo marefu na Rais Felix Antoine Tshisekedi kabla kwenda Kigali nchini Rwanda na Nairobi nchini Kenya.
Kulingana na urais wa Kongo, mazungumzo yalihusu zaidi hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na matarajio ya kiuchumi kati ya Marekani na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiongea kwa Kifaransa mwishoni mwa mazungumzo hayo, Bwana Mossad Boulos alisema haya: "Mumesikia kuna zungumziwa makubaliano juu ya madini. Tumejifunza juu ya pendekezo la DRC na ninafurahi kutangaza kwamba rais na mimi tulikubali kufuata njia mbadala kwa maendeleo yake. Nimefurahia kushirikiana na Felix Antoine Tshisekedi na timu yake juu ya kuanzisha uhusiano wa kina ambao unafaidi watu wa Kongo na watu wa Marekani pia, na kuchochea uwekezaji katika sekta ya Marekani lakini pia nchini DRC, haswa katika sekta ya madini kwa lengo la pamoja ili kuchangia ustawi wa nchi zetu mbili," alisema mshauri wa Rais Donald Trump katika maelezo yaliyoripotiwa na urais. Aliendelea kusema haya: "Tunahitaji mazingira yanayofaa zaidi ya biashara kufikia lengo hili. Tunahakikishia kwamba kampuni za Marekani zinafanya kazi kwa uwazi kamili na zitachochea akiba ya ndani. Huu ni uwekezaji wa mabilioni ya dola. Hizi ni ajira, uhamishaji wa maarifa na uwezekanaji katika miundombinu. Hakuwezi kuwa ustawi wa kiuchumi bila usalama," alimalizia na kusema hayo. Haiza kuhusu vita mashariki mwa DRC, mshauri mkuu wa Donald Trump husika na masuala ya Afrika alisema USA inabaki kuchangia na kuweka mwisho mzozo huu. "Tunatamani amani ya kudumu ambayo itadhibitisha uadilifu wa eneo la uhuru wa DRC na ambayo inasimamia misingi ya uchumi wa kikanda unaokuwa. Urafiki huu una uwezo mkubwa na tunashukuru fursa kujadili njia ya kufuata na wenzetu hapa Kinshasa," ameongeza kusema hayo. Hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kufanya umakini wa jamii ya kimataifa na mashirika ya kikanda. Katika kiwango cha bara, mkutano wa pamoja wa kuwa nchi na serikali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC ilipitisha ripoti ya mkutano wa mawaziri wa pamoja SADC EAC uliofanyika Jumatatu Machi 17 mjini Harare nchini Zimbabwe na kuamuru utekelezaji wa hatua iliyochukuliwa. Njia hii inaeleza hatua za kutekeleza azimio mara moja kwa muda wa kati na mrefu wa kutatua mzozo huu mashariki mwa DRC, ambapo waasi wa M23 unaungwa mkono na Rwanda unaendelea kupambana dhidi ya jeshi la Kongo. Idadi ya wawezeshaji wa mchakato wa amani uliounganishwa Rwanda na Nairobi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa huenda kutoka washirika 3 hadi 5 na kubadilishwa kwa waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia Haile Mariam Boshe. Ni azimio la mkutano wa pamoja wa kuwa nchi na serikali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC uliofanyika Jumatatu Machi 2025. Tukiwa tu mjini Kinshasa kwenye baraza la bunge la taifa, leo hii mbunge wa taifa mchaguliwa tarafa Mwenga Mutiki ameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kusaidia wazalendo wote wa eneo la Mwenga ambao mpaka sasa hawajapata msaada wote toka serikalini. Hali hiyo imepelekea wazalendo hao kuona kama wameachwa na serikali kuu ya Kinshasa licha ya kuendelea kupambana kwa ajili ya maslahi ya nchi. Huko Beni ni kwamba waziri wa mambo ya ndani Jacques Shabani amewasili mjini Beni jimboni Kivu ya Kaskazini kwa ajili ya misheni ya kikazi, hasa kuhusiana na hali ya usalama mdogo inaendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko akipokelewa na gavana wa kijeshi wa mkoa huo Generali Kakule Somo Evariste. Waziri huyo wa mambo ya ndani aliwasili akiwa pamoja na waziri Mwindo Zanga na wabunge wa taifa akiwemo Karlin Zanzi. Licha usitishaji wa mapigano uliotakiwa kutoka pande zote mbili, ila mapambano yanaendelea katika baadhi ya miji ikiwemo eneo la Walikale na Masisi. Na katika nchi ya Burundi ni kwamba maaskofu wa kanisa Katoliki wa Burundi na Rwanda wamesema kusikitishwa na kuendelea kufungwa kwa mipaka ya ardhi kati ya Rwanda na Burundi, huku wakitoa wito kwa serikali zote mbili kurejesha amani katika nchi hizo mbili. Katika mkutano wa siku mbili wa maaskofu wa pande hizo mbili uliofanyika nchini Rwanda, maaskofu hao wamesema kuwa mamlaka lazima zisuluhishe migogoro katika kuleta amani katika nchi hizo zote mbili. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki nchini Burundi Naimana alisema kuwa maaskofu wa nchi hizo mbili wanaunga mkono umoja wa Warundi na Wanyarwanda kama ilivyokuwa hapo awali. Mwezi uliopita waziri wa mambo ya nje wa Rwanda alitangaza kuwa nchi hizo mbili ziko katika harakati za kufikia makubaliano licha ya rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye kunaashiria kwamba Rwanda inajaribu kuivamia Burundi kupitia DRC kupitia vuguvugu la Red Tabara. Uhusiano mbaya kati ya serikali ya Gitega na Kigali ambao umezorota kwa miaka mingi uliongezeka wakati serikali ya Burundi ilivyotuma wanajeshi wake kwa mwaliko wa serikali ya Kinshasa kujiunga na vikosi vya FARDC dhidi ya waasi wa M23 wanaoshutumiwa kuungwa mkono na Rwanda. Kwa upande mwingine, baraza la maaskofu limeeleza wasiwasi
baada ya makanisa nchini Rwanda kuendelea kufungwa na kuomba kuweza kuyafungua bila masharti yoyote. Mwaka jana mamlaka nchini Rwanda ilifunga takriban makanisa 8,000. Hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Sina la ziada. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas, na kuomba usikose ku like, ku subscribe, ku share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.